Uturuki imeingia rasmi kwenye kundi la mataifa yanayotaka kuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza makombora ya masafa marefu zaidi baada ya kuzindua mfano wa kombora jipya la Intercontinental Ballistic Missile ICBM, kombora linaloitwa Yildirimhan. Kombora hilo lilionyeshwa kwa mara ya kwanza katika maonyesho ya kijeshi ya SAHA 2026 Defense and Aerospace Exhibition iliyofanyika mjini Istanbul mnamo Mei 6 mwaka huu. Jina Yildirimhan lina maana ya radi au lightning kwa lugha ya Kituruki. Kombora hili limetengenezwa na kituo cha utafiti na maendeleo cha Wizara ya Ulinzi ya Uturuki kama sehemu ya mpango wa Ankara kujitegemea kijeshi na kupunguza utegemezi kwa silaha za magharibi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, kombora hili lina uwezo wa kufika umbali wa kilomita 6000, lina kasi ya hadi Mach 25 sawa na mara 25 ya kasi ya sauti, lina uwezo wa kubeba mzigo wa kilo 3000, linatumia injini 4 za roketi na linatumia liquid nitrogen tetroxide kama mafuta ya propulsion. Kwa viwango vya kijeshi duniani, kombora lolote linalovuka kilomita 5500 huwekwa kwenye kundi la ICBM. Umbali wa kilomita 6000 unamaanisha kwamba ikiwa kombora hili litarushwa kutoka Uturuki, linaweza kufikia maeneo mengi ya Ulaya, Asia pamoja na Afrika. Hii inaifanya Uturuki kuingia kwenye kiwango kipya kabisa cha uwezo wa kijeshi na deterrence, uwezo wa kuzuia maadui kuishambulia kwa hofu ya kulipizwa. Kwa sasa, Yildirimhan bado ni prototype au concept model. Wataalamu wanaeleza kuwa hakuja kuwa na majaribio rasmi ya kurusha kombora hilo na mfumo wake kamili bado haujaonyeshwa hadharani. Hakuna uzalishaji mkubwa ulioanza, na ni zaidi ya tamko la uwezo kuliko silaha iliyopo vitani tayari. Mchambuzi wa ulinzi kutoka Istanbul, Burak Yildirim, amesema kuwa kile kinachoonyeshwa SAHA 2026 ni mock-up, yani mfano wa maonyesho, si mfumo uliokamilika vitani. Hatua hii imekuja wakati Mashariki ya Kati ikiwa katika hali ya mvutano mkubwa, ambapo vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, mashambulizi ya makombora katika eneo la Gulf, mivutano kati ya Israel na Uturuki kuongezeka, na vita vya Gaza kuendelea kuibua hasira Ankara. Aliyekuwa waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett hivi karibuni aliitaja Uturuki kama tishio jipya kwa Israel. Naftali Bennett alitaja Uturuki kama tishio jipya kwa Israel kutokana na sababu kadhaa za kisiasa, kijeshi na kimkakati ambazo zimekuwa zikiongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Baadhi ya sababu ni kama moja, Uturuki imekuwa mkosoaji mkubwa wa Israel. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekuwa mmoja wa viongozi wakubwa duniani wanaoikosoa Israel, hasa kuhusu vita vya Gaza, mashambulizi dhidi ya Wapalestina, makazi ya walowezi West Bank na operesheni za kijeshi za Israel Mashariki ya Kati. Erdogan mara nyingi hutumia lugha kali sana dhidi ya serikali ya Israel, jambo ambalo limeifanya Tel Aviv kuanza kuiangalia Ankara kama mpinzani wa kisiasa wa kikanda. 2. Kuongezeka kwa nguvu za kijeshi za Uturuki. Israel imekuwa ikifuatilia kwa karibu maendeleo ya kijeshi ya Uturuki kama utengenezaji wa drones za Bayraktar TB2, meli za kivita, makombora ya ballistic, ndege za kivita za kizazi kipya na sasa mradi wa ICBM wa Yildirimhan. Kwa mtazamo wa Israel, taifa lenye jeshi kubwa, teknolojia ya kisasa na msimamo mkali wa kisiasa dhidi yake linaweza kuwa changamoto kubwa baadaye. 3. Ushindani wa ushawishi katika Mashariki ya Kati. Israel na Uturuki zote zinataka kuwa mataifa yenye ushawishi mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuna mvutano kuhusu Syria, Mediterranean ya Mashariki, gesi ya baharini, Palestina na mahusiano na nchi za Kiislamu. Israel inaona Uturuki ikijaribu kujijenga kama mtetezi mkubwa wa Waislamu na Wapalestina duniani. Namba 4, hofu ya axis mpya ya kikanda, yani Axis of Resistance kutoka Uturuki. Bennett alidai kuwa Uturuki inaweza kuunda ushawishi wa kikanda unaofanana na ule ambao Israel huiona kutoka Iran. Kwa maneno mengine, Israel ina wasiwasi mkubwa kuwa Ankara inaweza kusaidia makundi yanayoipinga Israel, kutumia nguvu za kijeshi kuongeza ushawishi au kuathiri usalama wa Israel kwa njia zisizo za moja kwa moja. Hata hivyo, tofauti na Iran, Uturuki bado ni mwanachama wa NATO na ina uhusiano wa kiuchumi na Magharibi, hivyo hali bado si ya uadui wa moja kwa moja. Namba 5, Israel inaangalia future threat, si vita vya sasa. Kwa sasa hakuna vita kati ya Israel na Uturuki, lakini viongozi wa Israel wanaangalia uwezo wa kijeshi wa Uturuki unaokuwa
siasa za Erdogan na nafasi ya Uturuki duniani kama kitu kinachoweza kubadilisha balance of power ya eneo yote ya Mashariki ya Kati miaka ijayo. Ndiyo maana Bennett alisema Israel haipaswi kabisa kufumbia macho kuongezeka kwa nguvu za Ankara. Je, ni kweli Uturuki ni tishio kwa Israel? Hilo linategemea upande unaotazama. Kwa upande wa Israel, Uturuki inaongeza nguvu kijeshi, ina msimamo mkali kuhusu Palestina na inaweza kuwa mpinzani mkubwa wa kikanda. Na kwa upande wa Uturuki, Ankara huona hatua zake kama kujilinda, kujitegemea kijeshi na kupinga sera za Israel Gaza na Mashariki ya Kati. Kwa hiyo, mvutano uliopo sasa ni zaidi wa kisiasa, kimkakati na ushindani wa ushawishi wa kikanda kuliko vita vya moja kwa moja. Kwa upande mwingine, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameendelea kuikosoa Israel kuhusu vita vya Gaza na matendo dhidi ya Wapalestina. Wachambuzi wanaamini kuwa Uturuki inataka kuwa taifa lisiloweza kushinikizwa kijeshi, inataka kujitegemea badala ya kutegemea Marekani au Ulaya kwa silaha, na inataka kuwa nguvu kubwa ya kikanda na kimataifa. Pia inataka kuendeleza teknolojia anga za juu na kurusha satellite zake mwenyewe. Wataalamu wanasema teknolojia ya kurusha satellite angani na kutengeneza ICBM zinafanana kwa kiasi kikubwa, hivyo yanaweza kusaidia pia programu ya anga ya Uturuki ijulikanayo kama Delta V program. Mpango huu unalenga kuifanya Uturuki iweze kurusha satellite zake bila kutegemea mataifa mengine. NATO tayari inaichukulia Uturuki kama moja ya wanachama wake muhimu zaidi, hasa kwa sababu ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya NATO, inadhibiti njia muhimu kati ya Black Sea na Mediterranean na inaongezeka kwa kasi kwenye uzalishaji wa silaha. Mwaka uliopita, mauzo ya silaha ya Uturuki yalifikia zaidi ya dola bilioni 10. Moja ya silaha maarufu zaidi kutoka Uturuki ni drone ya Bayraktar TB2. Drone hiyo tayari inatumika katika nchi nyingi ikiwemo Ukraine, Pakistan, Qatar, Iraq, Kenya pamoja na Bangladesh. Uzinduzi wa Yildirimhan ni ujumbe mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Ingawa bado si kombora linaloanza kutumika rasmi vitani, hatua hii inaonyesha kuwa Uturuki inataka kuwa nguvu ya kimataifa, inataka kujitegemea kijeshi na inajiandaa kwa dunia yenye migogoro mingi zaidi. Bila kusahau, Uturuki pia inataka kuwa na uwezo wa deterrence dhidi ya maadui wa mbali. Kwa sasa, swali kubwa linalobakia ni je, Uturuki itaishia kuwa taifa jingine lenye ICBM kamili au huu ni mwanzo wa mbio mpya za silaha katika Mashariki ya Kati? Unaweza turushia maoni yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe, kulike na kucomment kila makala tunayokuwekea katika Tathmini ya Dunia.